Mtazamaji, habari za wakati huu, na huu ni wasaa wa kipindi cha Books and Beyond, kipindi ambacho kinakusogeza wewe karibu na waandishi mbalimbali wa vitabu, lakini pia waandishi wanaoandika maandiko mbalimbali. Kuna wengine wanaandika ushairi, kuna wengine wanaandika tenzi, wengine wanaandika vitabu vya hadithi. Ili tuwe ni mwandishi wa vitabu, basi tunamwalika hapa ili tuweze kuzungumza naye ili na lile, ili wewe mtazamaji wetu uweze kufahamu mambo mbalimbali yanayopatikana katika vitabu hivyo. Lengo kubwa, tunafahamu kwamba nchi nyingi za Kiafrika, ama tukizungumzia Tanzania, watu hawana utamaduni wa kusoma vitabu. Sasa sisi tunaleta mambo yawe rahisi zaidi kwa upande wako uweze kuvutiwa na usomaji wa vitabu na vitu mbalimbali vinavyopatikana huko. Kila mmoja anafahamu kwamba madini hayapatikani kwa urahisi, lazima uchimbe. Kwa hiyo na sisi tunazungumzia vitabu. Ukitaka kupata maendeleo ama fikra kupanuka, lazima tuweze kukusogezea kipindi hiki. Langu jina ni Hamisi Christopher. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na Faraja Mgwabati. Huyu ni mwandishi wa kitabu kinachozungumzia taratibu za kusajili biashara pamoja na kuanzisha biashara pia. Kwa hiyo katika siku hii ya leo mada yetu ni hiyo, mtazamaji. Faraja Mgwabati, ni kukaribishe sana katika studio zetu na tukushukuru kwa kufika, kwa sababu tunakwenda kuzungumzia mambo ya uchumi. Unajua kila mmoja yuko duniani sasa hivi anahangaika uchumi wake uweze kukua hapa na pale. Kwa hiyo kuja na hiki kitabu cha jinsi ya kusajili biashara, jinsi ya kuanzisha biashara ni kitu kizuri. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Karibu sana. Tunakwenda kuzungumzia sasa kitabu chako ambacho umekishika mkononi hapo, bila shaka kiko kwa lugha ya Kimombo, kimeandikwa Starting a Business, lakini kwa rahisi, Starting a Business Procedures ziko humo. Kwa urahisi zaidi ni zile hatua za kufuata mtu anapotaka kuanzisha biashara. Tuzungumzie sasa, kwa nini ulikaa chini ukafikiria kuandika kitabu hiki? Asante sana ndugu mtangazaji. Nimekuwa nikifanya kazi kwa karibu na taasisi ambazo zina sajili biashara. Kwa hiyo katika kipindi cha muda mrefu toka mwaka 2012 nimekuwa nikiona jinsi wafanyabiashara wanavyohangaika kupata hizo taarifa. Kwa hiyo nikafikiria, nikasema kwa sababu taasisi za serikali ziko nyingi, kwa hiyo mfanyabiashara anatakiwa anze hapa aende pale mpaka amalize taasisi zote, inamchukulia muda mrefu. Lakini pia kwa sababu anaweza asizijue hizo taarifa mapema, nikaona ni vizuri niwatengenezee kama mwongozo ambao utawasaidia badala ya kuzunguka kwenye taasisi zote. Akisoma tu anajua kwamba naanza wapi na naenda wapi mpaka namalizia wapi. Na napeleka dokumenti gani kwenye hizo taasisi, nalipa shilingi ngapi, ajue kabla, ili kwanza pia ajipange mfanya biashara. Nikaona hii itawasaidia sana, ndio maana nikaamua kuandikia hii. Watu wengi sana wakisikia kuhusu vitabu kama hivyo, unajua kuna hadithi fulani hivi kama hivyo. Utofauti sasa wa kitabu chako hiki na vitabu vingine ambavyo watu wamezoea kuvisikia, kwa sababu kama hivyo ambavyo nimekwambia, wakisikia wanajua kuna hadithi, vichekesho kidogo, sijui zimu ikamla nani. Utofauti wake kitabu hiki na vitabu vingine nini hasa? Kitabu hiki kwanza kina utofauti mkubwa sana na vitabu vingine, kwa sababu hiki ni kitabu ambacho sio cha kutunga, yani sio fiction, ni uhalisia. Na ni kitabu ambacho kinazungumzia uhalisia kabisa wa vitu ambavyo ukivisoma unakwenda kuvifanyia kazi na una benefit, unapata faida navyo. Mara nyingi vitabu vingi vinakuwa vya hadithi. Sasa hiki sio hadithi. Hiki ni kitabu ambacho kabisa kinakupa mwongozo kwamba ukitaka kusajili biashara yako, uende taasisi gani, upeleke dokumenti gani, ufuate hatua gani, ulipe shilingi ngapi, na itakuchukua muda gani kuweza kupata hicho unachokwenda kukiapply mpaka unaanza kufanya biashara. Kwa hiyo ni kitabu ambacho ni tofauti na ni moja kati ya vitabu vichache, actually nafikiri ni cha kwanza kwa Tanzania ambacho kimeunganisha taasisi zote, taarifa za taasisi zote. So, kuandika kitabu tunafahamu kwamba mtu anakuwa ana hadhira yake ambayo yeye anakuwa ameilenga zaidi kama hivyo. Sasa tuzungumzie hii, inaweza ikawa ni kwa wale wote wanaotaka kuanzisha biashara, mtu yoyote tu. Wengine tuna mama zetu huko, yupo tu ana mtaji wake wa shilingi 1000 kadhaa. Ina mlenga nani hasa? Tanzania kila mmoja, ama kuna daraja fulani hivi linalengwa zaidi? Kitabu hiki kimeandikwa kwa kulenga wafanyabiashara wote, wakubwa na wadogo, kwa kuzingatia matakwa ya sheria za nchi, kwamba sheria za nchi zinataka ukiwa na mtaji kadhaa unajisajili wapi, ukiwa na mtaji kadhaa unajisajili wapi.
Kwa hiyo ukiwa mkubwa, ukiwa mwekezaji, kitabu kinakuhusu. Ukiwa wewe ni mfanyabiashara wa kati, kinakuhusu. Ukiwa mfanyabiashara mdogo, kinakuhusu. Kuna sehemu ambazo kila mtu inamhusu, kitabu kinamgusa, kinamlenga kama hiyo, kinamlenga. Sawa, moja kwa moja hapa nikichukua nikiona kwa kumsomea mtazamaji kimeandikwa Tanzania starting business procedures. Ni lugha ya Kimombo kama hivyo, lugha ya Kiingereza kama hivyo. Sasa tuzungumzie swala zima la lugha. Kwa nini ilikuwa kuzungumzia lugha ya Kiingereza wakati unafahamu kwamba Watanzania wengi ndio lugha yetu tunazungumza ni lugha ya Kiswahili? Huoni kwamba utafikia watu wachache mno? Malengo ya ujumla ni kwamba kuwafikia Watanzania wengi. Lakini wakati nakiandika hiki kitabu niliona nianze kwanza na cha Kiingereza. Kwa sababu kubwa kwamba kuna watu ambao hawajui Kiswahili, wanazungumza Kiingereza, kwa maana wawekezaji wa kigeni, kwamba ambao nao pia wamekuwa wakihangaika sana kupata taarifa sahihi za taratibu, kwamba nikaona hao nao ni waguse. Lakini pia nikaona ni waguse Watanzania ambao wanazungumza Kiswahili na Kiingereza. Kwa sababu angalau Watanzania wengi wamefika angalau kidato cha 4, si ndio? Ukishafika kidato cha 4 angalau unaweza kusoma ukaelewa taratibu hapa. Lakini kuna wale Watanzania ambao hawazungumzi kabisa Kiingereza, lakini wana biashara au wana uwezo mkubwa wa kibiashara, wanaweza kuwatumia vijana ambao wamesoma wakawatafsiria, au wao ndio wakaenda kufuatilia hizo taratibu wakawaletea usajili wa kila document wanayofuatilia kwenye taasisi za umma. Lakini huo ni mwanzo. Lengo ni kwamba kuwafikia Watanzania wengi, na katika kuwafikia hivyo tumekwisha kitafsiri hiki kitabu kwenye lugha ya Kiswahili. Kipo katika hatua za mwisho. Sasa tutaweza kukisambaza kwa Watanzania wengi zaidi. Lakini ningeanza na cha Kiswahili peke yake, maana yake ningekuwa nimewaacha wale wengine ambao hawajui Kiswahili. Lakini kwa sasa hivi naamini hata Watanzania ambao hawajui Kiingereza, lakini angalau wana mtu wa karibu ambaye anaweza kusaidia kutafsiri, kuwapa maelezo ya jinsi taratibu zilivyo. Lakini pia cha muhimu kukumbuka kwamba pia hata wanapokwenda kwenye taasisi za umma, yani mfanyabiashara akienda kwenye taasisi za umma, zile zote zimeandikwa Kiingereza, zile taratibu. Kumbuka hata sheria zetu ziko Kiingereza. Kwa hiyo yule anapokwenda kwenye taasisi za umma anakuwa na idea kidogo ya taratibu siku zote. Kwa hiyo hata mimi nilivyochukua zile taratibu zilikuwa kwenye Kiingereza. Sawa. Asante. Moja kwa moja sasa tuzungumzie faida ambazo unahisi mtu atakaposoma, ama huyo mtu ambaye atamtumia mtu labda anayemtafsiria kumuelekeza kila kitu kama hicho. Unahisi kina faida gani hasa katika jamii ama na katika biashara? Mtu yote ambaye anakwenda sasa kuanzisha, utakuwa umeondoa vigugumizi gani hapa katikati kutokana na kitabu hiki? Hiki kitabu kina faida nyingi sana, kwa sababu kwanza kina faida kwa, tumzungumzie mfanyabiashara mwenyewe. Yaani ni Mtanzania au mgeni lakini anataka kuanzisha biashara. Kitamsaidia kwa sababu kwanza ataokoa gharama ambazo angetumia kwenda mara nyingi kwenye taasisi mbalimbali za serikali kuulizia taratibu. Unaona? Ukienda mara kwanza utauliza, watakwambia, utarudi kwenda kujiandaa, kwa sababu watakwambia lete hiki ndio tutasajili unachokitaka. Kwa mfano ukienda NIDA au BRELA au ukienda TRA, watakwambia lete cheti cha biashara au leta mkataba wa nyumba. Unaona? Sasa hivyo vitu kama huvijui mapema, ukienda utaelezwa, afu utarudi kuja kuviandaa. Na kwa sababu wewe sio mtaalamu, utarudi kwenye ofisi ya serikali, utajikuta baadhi ya vitu umevikosea, kwa watakurudisha tena. Umeona? Na kuna vitu vingine watakueleza pale utavisahau, utavikumbuka vyote. Hata kama ukiandika chini, unaweza usiandike vile vinavyotakiwa. Kwa hiyo utaenda utarudi mpaka utakamilisha taasisi moja utamaliza. Hiyo itakuchukua muda mrefu. Umeona? Utamaliza taasisi moja utakwenda nyingine, hivyo utakwenda kuuliza tena. Kumbuka hapo unachoma mafuta au na hata kama unapanda daladala, maana utakwenda mara nyingi, si ndio? Nauli hizo nauli utazichoma. Lakini pia kumbuka itakuchukua muda mrefu zaidi. Kama itakuwa ufanye kitu kwa wiki moja, kwa sababu tu ya kwenda kurudi wewe utaenda hata wiki 3 wiki 4. Umeona? Kwa hiyo atasave muda na atasave gharama. Huyo ni mfanyabiashara. Kwa upande wa wa serikali,
Serikali kila taasisi ina machapisho yake. Umeona? Kwa hiyo utaenda kwenye taasisi utapewa chapisho lake. Utaenda kwenye taasisi utapewa chapisho lake. Hakuna kitabu ambacho kina taratibu kama hiki. Ambacho kina taratibu za taasisi zote. Kwa hiyo pia serikali hiki kitabu kitaisaidia iangalie ione maeneo gani inaweza kuboresha. Umeona? Kwamba kwa sababu hizi kwa mfano kitabu unaweza kujumlisha gharama za kila taasisi mpaka mwisho ukapata jumla yake. Ukajua kwamba mfanyabiashara analipa shilingi ngapi kwa mpaka mwisho, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hata inakuwa ni rahisi kujipanga kuliko mtu ambaye hajui taarifa zozote anashindwa kuzipata kwa mapema. Anaweza akaenda akakutana na mzigo mkubwa wa gharama afu kumbe alikuwa hajajiandaa, inabidi arudi. Sawa. Lakini kwa serikali pia hii kitabu kinasaidia kupunguza rushwa kwenye taasisi za serikali, kwa maana mwananchi akijua taratibu, maana yake anakwenda kwa mtu wa huduma akiwa anajiamini kwamba najua kabisa kwamba natakiwa nipeleke document hizi, gharama najua ni kiasi hiki, kwa hiyo siwezi kudanganywa. Unaona? Kama ikitokea labda kwa kuna mtumishi ambaye sio mwaminifu, akakwambia ni unalipia 200,000 pengine baadaye 1,500,000, tayari unakuwa unajua. Kwa hiyo kinasaidia kwa swala la rushwa. Lakini issue nyingine kinasaidia kwa nchi, kwa maana ya uchumi kwa ujumla, kwa sababu watu wengi wakijua wakisoma hii kitabu wakajua hizi taratibu, wengi ambao wanaogopa kuja kujisajili watakuja kujisajili, na wengi wataondoka kwenye mfumo usio rasmi, kwa sababu watu wengi wako kwenye mfumo ambao usio rasmi wanafanya biashara. Watu wengi wakiondoka kwenye mfumo ambao usio rasmi, ina maana ajira nyingi zitatengenezwa, si ndio? Serikali itapata kodi pia. Ndio. Watu wengi wakijisajili, kwa sababu ukijisajili kwenye mfumo usio rasmi maana yake na kodi unatakiwa ulipe. Kwa hiyo maana itapata vijana wengi ambao wanajisajili na wengi ambao watalipa kodi, wataajiri wenzao na uchumi utakuwa. Sawa. Tuzungumzie sasa wateja. Mtazamaji huenda hapo anatazama naye ndo ameshavutiwa na maelezo ambayo umempa katika kuanzisha biashara, maana inawezekana ni ndoto ya kila mmoja. Tuzungumzie sasa wateja kinawafikiaje, alafu pia swala zima mfano la bei, mtu angependa afahamu ni shilingi ngapi. Kwanza wateja na wafikiaje, umepanga mikakati gani ili kuweza kumfikia huenda kila mteja kila eneo, Dar es Salaam, Tanga, Pwani na maeneo mengine? Ni kweli kabisa. Kwanza tunajitangaza sana kwenye social media. Tunatangaza vitabu kwenye mitandao ya kijamii, ili mtu akihitaji anawasiliana na sisi tunamfikishia popote alipo mikoani. Bahati mbaya sasa hivi mwanzoni tuna wawakilishi Morogoro, Dodoma na Iringa tu. Sehemu nyingine bado hatujajipanua zaidi. Lakini kwa hapa Dar es Salaam tuna kwenye bookshops. Tupo kwenye bookshop ya Quality Plaza pale. Tupo hapa Samora TPH inaitwa Tanzania Publishing House. Lakini pia tuko pale kituo cha uwekezaji pia, ukija mtu pale anapata. Lakini tupo Kinondoni, BM Saloon, tupo Dafri Market. Tupo mpaka kule Ununio, kuna kama read bookshop. Kuna sehemu nyingi tupo hapa mjini Kwa hiyo kwenye bei sasa pale. Lakini kabla ya bei sijasema, lakini tunapatikana kwenye mitandao pia, kwa maana ya hiki kitabu kwa wale ambao wako nje ya nchi kipo kwenye mtandao wa Amazon.com. Kwa hiyo unaweza kaingia pale ukakinunua kwa $5 tu. Kwa $5. Sawa. Huko mwisho tutawapa nafasi watazamaji waweze kufahamu hata kwenye mitandao ya kijamii wanaweza wakatafuta kwa jina gani hasa. Tuzungumzie kwenye swala zima la bei, huenda mtu amevutiwa alafu okay. Hiki kitabu kinauzwa kwa bei ya 20,000 kwa pesa ya Tanzania, na kimeandikwa kabisa hapa ndani. Kwa hiyo hamna mtu anaweza kimeandikwa kabisa. Tunafikiri kwa mtu ambaye hana shilingi anaweza kalipa kwa $10. Yes. Na tunaamini ni gharama ambayo watu wanaimudu. Mtu anaweza kumudu. Sawa. Hapo tukibakia bado kwenye bei, kwa nini sasa ilikuwa shilingi 20,000? Maana mwingine akiangalia ukubwa wa kitabu, watu walishazoea
Kitabu kubwa ile ndio unakuta shilingi 20,000. Hivi vidogo wengi anaweza kukuta ananuaga huko vya hadithi nini 2,000 3,000 hivi kama hivyo. Kwa nini ni fedha kiasi hicho 20,000? Ni 20,000 kwa sababu kwanza ni gharama za uandaaji wa kitabu chenyewe. Tukumbuke kwamba hiki kitabu ni taarifa halisi, sio mtu amekaa akaandika hadithi, hapana. Ni tumekwenda kwenye taasisi, tumefanya research, tumezunguka toka 2016 nimefanya kazi hiyo miaka 3 mpaka miaka 3, na kuhakikisha kwamba nasikiliza vyombo vya habari kuangalia kwamba je, serikali imeboresha nini. Ikifanya kitu chochote na narekebisha vitu ambavyo nilikuwa nimeviandika. Kwa hiyo tumeenda mpaka tumeona sasa hivi vitu maboresho mengi yameshafanyika, sasa ni muda wa kukitoa. Hiyo moja, sababu moja hapo ndio kwamba tumetumia gharama kubwa katika kukusanya data. Lakini sababu ya pili ni kwamba gharama ya kukiandaa hiki kitabu, kwa sababu tumeandaa kwa high quality ya ubora wa hali ya juu. Ubora wa hali ya juu kwa maana ya chote ni rangi na material iliyotumika ni hali ya juu. Lakini sababu kubwa zaidi ya kufanya 20,000 ambayo mimi na watu wanaojua thamani ya taarifa zilizopo humu watakwambia ni hela ndogo, kwa sababu bila usipokuwa na hiki kitabu utatumia hela nyingi sana. Hata kwenye taasisi moja tu, kwa mfano unaenda kwenye taasisi moja tu kwenda kuulizia taarifa, kurudi, ukaambia rudi, nenda, unaweza kujikuta ikafika mpaka laki moja. Ile gharama mafuta unayochoma, muda unaopoteza, unakula huko mchana, unaweza kujikuta unatumia hela nyingi sana. Lakini kumbe ungekuwa na kitabu ungeandaa nyumbani kwako, ungeviandaa kila kitu ungekiandaa ukiwa nyumbani. Unapokwenda moja kwa moja mara moja tu una submit, unapeleka, unarudi, unasubiria wakupe majibu kwamba document yako, cheti chako kimeshakuwa tayari, umeona. Kwa hiyo hii 20,000 mtu akitoa ameokoa hela nyingi sana na usumbufu mkubwa sana ambao angeupata kama asingekuwa na kitabu hiki. Kwa sababu anakuwa hana zile taarifa, hana taarifa katika mlolongo mzima wa kuanzisha biashara ama kusajili biashara yake. Ndio. Mtazamaji, ni Books and Beyond na tuko na Faraja Mgwabati. Ameandika kitabu kinachozungumzia taratibu za kusajili biashara, ama pia kwa kichwa cha kitabu hiki ni jinsi gani ya kuanzisha biashara, hatua nzima za kusajili biashara. Langu jina ni Hamisi Christopher. Kwa hiyo tunazidi kuzungumza hapa na Faraja Mgwabati. Mwitiko ukoje kwa hadhira sasa, wateja wako kama hivyo, kwa sehemu ambazo tayari labda wameshakipata, watu wamekiona na wengine wanazidi kukiona, hivyo mwitiko unaona ukoje? Kwa kweli mwitikio umekuwa mzuri sana. Mwitikio umekuwa mzuri sana kwa sababu watu ambao tulikuwa tumewalenga, of course kwanza tulikuwa tumewalenga wafanyabiashara ambao wanahangaika, wanataka taarifa hizo, wanazihitaji hizo taarifa. Lakini pili tunawalenga Watanzania wote kwa ujumla, kwa sababu tunataka warasimishe biashara. Mwitikio umekuwa mkubwa kwa sababu watu ambao kwanza wamevinunua wamekuwa wakishukuru sana kwamba kitabu kinawasaidia sana, na hiyo sisi imetufariji sana. Tumefurahia sana kwamba kumbe nguvu ambayo tumeiweka kwa kutengeneza kitabu inasaidia jamii, inawasaidia watu. Na lengo kubwa of course sisi ni actually, mimi nilipotengeneza kitabu ni kuwasaidia watu, wananchi waweze kupata maarifa, knowledge ambayo inawapunguzia gharama na muda. Haikukutia ugumu wakati unaandika? Maana tunafahamu kama hivyo wa Tanzania sisi hatuna kawaida ya kusoma vitabu, na wanasema ni kutaka kumficha Mtanzania au Mwafrika uweke nani katika kitabu, yani maarifa yale kama hivyo, unaweza, kwa sababu hatupendi sana kufunua. Ulitarajia nini kuandika kitabu wakati unajua ni si rahisi kwa Mtanzania kwenda kupekua kwenye kitabu? Nini ulitarajia hasa? Nilikuwa na imani kabisa kwamba watasoma, kwa sababu ni taarifa ambazo wanazihitaji, wataka wasitaki. Sema tu labda mtu hajaamua, lakini akishaamua kwamba anataka kusajili biashara, haya maarifa lazima ayapate. Kwa hiyo ndio maana nilipata imani kabisa kwamba lazima watayasoma, na kweli nashukuru kwamba wanayasoma. Sawa. Mtazamaji, bado tunaendelea hapa na tukiwa tunaelekea ukingoni hivi na mgeni wetu Faraja Mgwabati, bado tunazungumzia uandishi wa vitabu kama hivyo na kitabu kwa sasa cha kibiashara ambacho umeandika.
na kuna changamoto nilipata wakati unanieleza. Wewe huioni kwamba inaweza kuwa ni changamoto baadhi ya taarifa zikabadilika hapa, huenda taratibu maana umesema watu watapitia hapa, kuna taratibu huenda zikabadilika hapa kati. Ni kweli. Tofauti na hivyo, mtu anaweza akasoma akaambiwa taratibu iko hivi, afu akienda anambia hiyo tumeshabadilisha labda muda. Hii changamoto utaikabili vipi? Hiyo ni kweli, na hiyo sio tatizo, kwa sababu yani wewe ambaye umekisoma kitabu cha kwanza na mtu ambaye hajakisoma kabisa kitabu ni watu wawili tofauti. Kwa sababu huyo aliyekisoma hiki cha kwanza ana overview, anaelewa, yani ana idea ya kitu anachokwenda kukitafuta. Yule anayeanza kabisa yule lazima atapotea. Umeona? Yaani huyu aliyekisoma afu akaenda akaambiwa taratibu zimebadilika, haitamsumbua kwake, kwa sababu atajua tu okay, ni kweli, ni kitu ambacho alikitarajia. Na hapa mwanzoni nimesema kabisa kwamba taratibu kwenye taasisi huko huwa zinabadilika. Kwa hiyo sisi kwenye kitabu tunachokifanya tutakuwa tunabadilisha taarifa kulingana na hizo taasisi zinabadilisha, na tunafanya angalau mara 2 kwa mwaka tunabadilisha. Lakini ni bora uwe na taarifa ambazo kwa sababu hata zikibadilika kule haziwezi kubadilika zote, zinabadilika kidogo kidogo. Ni bora uwe na taarifa 80% kuliko ukiwa huna kabisa. Kwa sababu bado hizo 80% itakuokolea muda mwingi sana. Kwa hiyo sio tatizo, na sisi tumejipanga. Na mimi kwa sababu nafanya kazi kama mshauri mwelekezi wa serikali kwenye masuala hayo ya taratibu za kusajili, na taratibu zote za kwenye taasisi nazifuatilia mimi. Kwa hiyo nakuwa najua kwamba hapa kimebadilika nini, hapa kimebadilika nini, narekebisha. Ikifika kwa mfano sasa hivi ni mwezi wa 8 mpaka ikifika mwezi wa 12 hapa katikati najua mabadiliko mengi yatakuwepo. Tutakapotoa toleo jingine tuna accommodate yale nani, tunaweka zile mabadiliko ambayo yamebadilika. Kwa sababu lazima mwananchi aendane na mabadiliko yanayobadilika. Na hiyo haimzuii huyu ambaye ameshakisoma kwamba asinunue kitabu kingine. Hapana, ananunua, ajue mabadiliko ni yapi. Umeona? Kwa hiyo itakuwa ni muendelezo tu. Muendelezo, kwa sababu hata kisipokuwepo hiki kitabu mabadiliko yataendelea kuwepo, na yeye hatajua, ataendelea kutokujua. Umeona? Ndio. Na hisi waandishi wa vitabu ambao wanatutazama hapa. Ndio. Huenda wenyewe wanajua zaidi kuna changamoto kadha wa kadha katika uandishi wa vitabu kama hivyo. Ndio. Huenda nawe hata hukuvutiwa zaidi kuandika vitabu, au wengine huenda hata walikawa kasomea kama hivyo. Haikukupa shida wakati kuandika kitabu kama hiki, ukiona kwamba labda sina nia uandishi vile? Haikukupa shida kwa kiasi hicho ambacho mwandishi anaweza akasema mwandishi wa vitabu, hata mtu anayetazama kuona mtu ameandika kitabu kwa ukubwa huu ama ukubwa ule ni kitu kikubwa kama hivyo, kuna mawazo, haikukupa shida? Kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba mimi kwanza nilikuwa mwandishi wa habari. Kwa hiyo nina uzoefu wa kuandika sana makala. Fani yetu. Makala za kwenye magazeti, nimeandika sana kwenye magazeti ya Kiingereza. Lakini nimeandika habari, nimeandika analysis, yani uchambuzi. Na nimeandika makala. Kwa hiyo kwenye kuandika kitabu haikuwa ngumu, kwa maana kuandika maudhui. Ugumu ulikuwepo ni namna gani sasa kujua vitabu vina nani zake, vina principles zake, taratibu zake kuandika, kusajili. Yes. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo nilikuwa sivijui sana, ambavyo nilibidi nijifunze baadaye. Lakini kwa maana ya maudhui haikuwa shida sana. Mrejesho kwa watu ambao ameshakisoma kwa kitabu, ambao umewauzia, ambao wameshakipata tayari, wanaleta mapendekezo gani hasa katika chapisho hilo ambalo umetoa? Mrejesho mkubwa uliopo ni kwamba wengi wanasema kwamba kwanza kitabu kimewasaidia sana, lakini tumepata mapendekezo makubwa sana ya lugha ya Kiswahili. Kwa wengi wanapenda lugha ya Kiswahili. Lakini pili, sijapata malalamiko kwamba labda taarifa ulizoweka humu sio tulivyokwenda kwenye taasisi, sio hizo. Sijapata malalamiko. Kwa hiyo ni mrejesho mzuri kwamba taarifa zilizopo humu ni sahihi, na kwa sababu ni taarifa sahihi na zimepitiwa na taasisi zenyewe, kwa hiyo sijapata mrejesho wote ambao ni mbaya. Na mimi nilofia hivi kuna kachuki huenda kakaibuka. Kuna wale watu kwa lugha yetu ama za kawaida wazao kuita wapigaji, kuna watu
au katika taasisi mbalimbali wanacheza na wanaitwa vishoka. Wanacheza na changamoto ya mtu asiyejua taratibu, kwa hiyo wanakupitisha hivi. Na hiyo hauiogopi kwamba unataka kujenga chuki miongoni mwa watu ambao wapigaji wanaitwa vishoka? Hapana. Tena hiki kitabu ndio kitamsaidia sana kishoka. Kishoka, consultant, wanasheria ambao wanasaidia wafanya biashara, wawekezaji. Umevungua yeye sasa kishoka badala ya kukaa afu akamdanganya mteja. Akiwa nacho hiki kwanza ndio kinamsaidia sana. Lakini pia yule mteja sasa akiwa nacho hiki hata kama anamtuma kishoka itabidi anyoke vizuri kwamba amwambie huyu mteja bei halisi. Amwambie taratibu halisi, kwa sababu ilivyokuwa inatokea mwanzoni ni kwamba unamlipa huyo kishoka, si ndio? Anakwenda anafuatilia taratibu, anaweza akakwambia bwana wanahitaji kitu hiki kingine ambacho anakiongeza yeye, si ndio? Ambacho hakipo, pengine taasisi za umma hazitaki hicho kitu. Yeye anakuambia bwana unatakiwa ulete hiki. Na hiki kitu kina gharama zake ni hizi. Kwa hiyo anaongeza gharama pale. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara kinamsaidia, kwa kishoka mwenyewe naye kinaweza kumsaidia, ingawaje anaweza kahisi kama ulaji wake umeondolewa, umekatishwa, lakini sasa ataendelea kufanya ujanja mpaka lini? Kwa sababu tunataka kuongeza uwazi kwenye na uwajibikaji kwenye utoaji wa huduma. Tukiongeza uwazi na uwajibikaji kwenye utoaji wa huduma kwenye taasisi za umma, maana yake tunapambana na vitu kama hivyo. Tunaongeza ufanisi wa huduma, wafanya biashara wengi wanafungua biashara, wawekezaji wengi wanakuja, basi ndio nchi inafaidika. Sawa. Tuzungumze sasa na Watanzania, kama una kitu chochote cha kuambia kutokana na hii ya kutopenda kusoma vitabu. Sana zungumzie nini hasa waje wavutie zaidi katika kitabu hicho kinachozungumzia kusajili biashara na kuanzisha biashara, na utamaduni mzima pia wa kusoma vitabu ili waweze kuelimika, kupata maarifa ambayo yamepatikana katika vitabu kama hivyo. Kama ushauri tu, karibu. Kwanza kabisa ningependa kuwashauri kwamba lazima wajenge utamaduni wa kusoma vitabu. Lakini natambua changamoto za kusoma vitabu kwa sababu ya maisha yetu tunayoishi sasa hivi. Mtu anakuwa busy na mambo haya, anakwenda kazi nyingi, lakini na uzuri sasa hivi vitabu haviko kwenye hard copies tu. Kwa hiyo kama huwezi kusoma kitabu kwenye hard copy, unaweza kusoma kwenye simu, si ndio? Na huwezi kuamini, tunaweza tukasema sasa hivi kwamba hatusomi kwenye vitabu, lakini muda tunaotumia mwingi kuperuzi kwenye WhatsApp, kusoma zile message fupi. Ukijumlisha kwa siku unakuwa umesoma kitabu, peji nyingi sana za kitabu, si ndio? Kwa hiyo unaweza tukasema pengine ni methods tu tunazozitumia kwenye vitabu hivi vya kawaida kidogo ndio zinakuwa mazingira sio rafiki. Lakini pia watu wengine wanapenda kusoma vile ambavyo wanavipenda, yani sikia mwingine ndio mambo mimi bwana habari, labda hata taarifa habari mwingine, yani habari hizo ngumu mimi siangalia, napenda kuangalia habari zile tunaita za udaku. Kwa sana kwa hicho maana yako kwa maneno yako kwamba watu ambao wanapenda sana kuanzisha biashara, wanapenda kusajili biashara, kujishughulisha biashara, ni sehemu sahihi. Ni sehemu sahihi kabisa. Kusoma, wajitahidi wasome kwa sababu kusoma ni maarifa. Na sisi kwa sababu tunakwenda hiki kitabu tutatengenezea application. Tunakitengenezea application ili mtu aweze kudownload kwenye simu, asome kwenye simu kiurahisi tu. Nadhani ndio itakuwa rahisi kwa katika usomaji. Itakuwa rahisi. Books and Beyond ndio hiyo mtazamaji, tunakwenda kutamatisha. Niko naye hapa Faraja Mgwabati. Kubwa zaidi tunazungumzia ni uandishi wa vitabu. Kitabu chake alichoandika ni Taratibu za Kusajili Biashara. Tumebakiza kama nukta mbili tuzungumzie. Cha kwanza tuzungumzie jinsi wanavyoweza kukipata katika, ulizungumzia kuhusu mambo ya Amazon, kama hivyo tutazungumzia yale mawasiliano kwa mtu ambaye atashindwa kupata chapisho kama hilo. Lakini pia baadaye nitakupa nafasi uzungumze kitu ambacho sijakuuliza, labda ungependa kuzungumza. Sawa. Lakini kwanza jinsi ya kupata mawasiliano na vitu kama hivyo. Kwanza sisi tunapatikana Kinondoni, Wakulima Road, ndio ofisi yetu iko hapo. Lakini pia waende kwenye maduka ya vitabu. Masaki pale tupo, pale Slipway kwa duka la vitabu ile Novo Idea tupo. Na maduka mengine mengi tu hapa mjini. Lakini ikishindikana basi wanatupigia tu simu.
unatupigia simu, lakini pia tuko kwenye namba namba yangu ni 0754 27 17 50. Lakini pia hizi namba zangu zipo kwenye kitabu na unaweza kuzipata. Lakini pia unaweza ukani follow kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Instagram natumia jina hilo la Faraja Mgwabati. Facebook Faraja MG. Lakini pia Amazon, kitabu kipo Amazon, ukitafuta jina langu au hata ukatafuta jina la Tanzania Starting Business. Kinakuja kitabu. Kama ulivyosema mwanzo, huenda ndio kikawa chenyewe tu. Ndio chenyewe tu. Ndio chenyewe tu. Haya. Kitu nikwambia uzungumze kitu ambacho huenda unatamani uzungumze, sijakuuliza. Okay, sawa. Ningependa nizungumzie kidogo sasa hizi taratibu zenyewe zikoje? Sawa. Ambazo ziko kwenye kitabu hiki. Karibu. Kwenye kitabu hiki ukikipata tumekuonesha kwanza kwamba unaposajili biashara yako unatakiwa uanze kuwa na kitambulisho cha taifa. Ambapo sasa katika kila taasisi tumeweka huo utaratibu nilisema mwanzo kwamba hatua, document unazopeleka, gharama kiasi gani na muda inachukua muda gani kupata. Baada ya hapo unatakiwa upate namba ya utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN yako binafsi. Wewe kama unaanzisha biashara, maana yake lazima uwe na namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Kwa sababu wewe baadaye ukipata faida unatakiwa ulipe kodi. Umeona? Ukishapata hiyo TIN ya binafsi, sasa ndio unaenda BRELA kwa ajili ya hiyo TIN inapatikana TRA, ambayo unaweza kuomba online kwenye mtandao. Ukishamaliza hapo unakwenda BRELA kwa ajili sasa kusajili kampuni yako. Sasa kampuni yako unaweza ikawa ni local company kwa maana kampuni ya ndani, au ikawa foreign company kwa maana kampuni ya nje, au ikawa ni business name au sole proprietorship au partnership. Hizi sasa kampuni sole proprietorship ndio hizi zinafanya biashara wadogo ambao anakuwa kampuni inakuwa sio limited. Yaani inakuwa yeye mwenyewe ndio kampuni na kampuni ndio yeye. Anaweza kutumia jina lake tu mwenyewe. Ukishapata funguo hiyo kampuni yako, unataka urudi tena TRA. Tunatakiwa tuelekea kumalizia, maana tusimalizie kabisa atashindwa kununua mtazamaji. Tumalizie kama kwa dakika moja hivi. Sawa. Atakwenda TRA kwa ajili ya kupata sasa TIN au hiyo namba ya mtambulisho mlipa kodi ya kampuni hiyo iliyosajili. Baadaye atakwenda kupata leseni ya biashara. Akimaliza leseni ya biashara atabidi awasajili kampuni yake na wafanyakazi wasajili NSSF. Baada hapo itabidi aende OSHA kwa ajili ya kusajili ofisi yake na pia kuwafanyia training za afya, masuala ya afya wale wafanyakazi wake. Baada hapo atamalizia kwa Workers Compensation Fund, ambao wao wanasajili kampuni kwa ajili ya kuwalipa fidia wafanyakazi wakipata shida wakati wa kazi wakiwa makazini. Lakini kuna wale wafanyabiashara wakubwa, wao wanakwenda TIC, Tanzania Investment Center, ambapo pale sasa wanapata huduma zote ya TIC. Wanakwenda wafanyabiashara ambao wana mitaji kuanzia $100,000 kwa Watanzania na $500,000 kwa wageni na wale ambao wanafanya ubia. Kwa hiyo taarifa zote hizi sasa zipo kwenye kitabu. Na taarifa ambazo sijawaambia hapa sasa, ambazo ndio muhimu zaidi. Ndio. Ni kwamba sasa akienda kwenye hizo taasisi anapeleka nini? Viambata hivyo, viambata ambavyo ndio muhimu sana, kwa sababu viambata unaviandaa wewe mwenyewe. Kuna vile ambavyo unaviandaa mwenyewe au inabidi uvipate sasa kwenye taasisi nyingine ya nyuma ndio uende nayo kwenye taasisi nyingine. Lakini pia kuna gharama. Unatakiwa ujue gharama shilingi ngapi. Vyote viko humu. Vyote viko humu. Na hizi zimeandikwa kiuhalisia na sahihi. Sio kiujanja kwamba tu mali nimeandika nimekaa na maafisa wa serikali nikawauliza hapa una maana gani ama nikafanulia vizuri. Mimi sasa ndio nimeweka katika lugha ambayo huyu ataelewa, huyu mfanyabiashara ataelewa. Ama kwa hakika ni kazi ndefu zaidi, kazi ya takriban miaka 3. Amesema ameanza kufuatilia taarifa ambazo ziko humu tangu mwaka 2016 na kimekuja kutoka mwaka huu 2019. Hapa kimeandikwa Juni, yani mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo ni mlolongo mrefu na ni safari iliyokuwa ndefu kabisa, mtazamaji. Na sisi kama Mlimani TV tunakuletea Books and Beyond, yani tunakusogeza wewe karibu na waandishi mbalimbali wa vitabu ili uweze kufahamu maarifa yanayopatikana humo, maana tunaamini kwamba huku ndo tunapata masuluhisho ya vitu mbalimbali. Kama ni changamoto za kiuchumi, utakuja kuzipata utatuzi wake huko humo ambako kitabu kimeandikwa na Faraja Mgwabati. Bila shaka tumegusa kila kona, au kama tukiona
unahitaji zaidi kuzungumza, basi siku nyingine tutakualika na usisite kuja. Ila kwa leo tukushukuru sana kwa kufika na kwa ushirikiano wako. Asante sana. Bila shaka kwa atakayefuata yaliyomo humu, basi tunaweza kumsikia ni mtu mkubwa kiuchumi kama hivyo. Kabisa, baada ya muda mfupi kutoa ushuhuda. Basi na Mungu pia abariki kazi ya mikono yako. Asante sana. Maana inawezekana umeokoa maskini. Kabisa, ni kweli. Watu kuibiwa na vishoka kama hivyo. Ni kweli. Asante sana. Asante sana, nashukuru sana. Mtazamaji, Books and Beyond mpaka kufikia hapo haina la ziada tena. Nikushukuru wewe kwa kuwa nasi kuanzia hapo awali mpaka hivi sasa. Langu jina ni Hamisi Christopher. Basi nikutakie utazamaji mwema na Books and Beyond nyingine itakuja wiki ijayo. Kwa heri. Sasa naomba nikukabidhi na wewe kitabu cha kwenu. Asante sana. Nikiwasaidia mwenu kusoma. Asante sana. Mjue taratibu hizi. Na mtazamaji, kama unavyoona na sisi Mlimani tumepewa cha kwetu jinsi ya taratibu za kusajili biashara. Kwa hiyo tutakitumia na sisi tuje kwa wafanya biashara wakubwa. Tunakiweka hapa kwa tutakisoma. Sawa. Haya, asante sana. Nashukuru sana. Haya.